Nawapongeza sana kwa kupata maji kwenye mji huu. Nilikuwa nazungumza na waziri akaniambia 97% ya watu wa mji huu sasa wanapata maji safi na salama. Hongereni sana. Na 3% iliyobaki wanakwenda kuendelea kuunganisha ili waweze kupata maji. Ndugu zangu, serikali yenu ipo kuhakikisha maendeleo yenu wananchi yanapatikana. Ustawi wa afya zenu na ustawi wa familia unaonekana. Na ndio maana tumejitahidi sana kuhakikisha huduma zote za kijamii zinapatikana. Nadhani Lamadi mmeona ujenzi wa mashule mapya, lakini yale ya zamani kupewa hadhi msingi na sekondari. Mmeona ujenzi wa vituo vya afya na hospitali za wilaya. Mmeona umeme ukisambaa mijini na vijijini, lakini pia mmepata maji hapa. Kwa hiyo kazi yetu sasa kama wananchi, kwa kuwa tuna huduma zote za jamii, afya zimelindwa, elimu imepatikana, kazi yetu sasa ni kuchapa kazi, kuongeza uzalishaji wa chakula, mazao ya biashara na mazao ya chakula, ili familia na jamii ipate nguvu zaidi, tuweze kufanya maendeleo zaidi. Kwa ndugu zangu wa Lamadi, wito wangu kwenu, pamoja na furaha yangu leo na faraja kwamba nimeweza kuwapatia maji haya pamoja na huduma zote za kijamii, wito wangu kwenu, moja, tuweke amani na utulivu. Tuweke amani na utulivu ndani ya nchi yetu ili makubwa zaidi tuweze kuyafanya. Si mmesikia pia leo tunakwenda kuzindua daraja kubwa, daraja la 6 kwa Afrika. Tunakwenda kulizindua pale Mwanza. Haya yote yamewezekana kwa sababu nchi yetu imetulia, kuna utulivu wa kisiasa, tunakusanya fedha ndani na tunaweza kufanya maendeleo yetu. Kwa hiyo niwaombe sana, wito wangu kwanza, amani na utulivu; wa pili, kuchapa kazi kwa bidii ili tuzalishe zaidi, tukusanye fedha zaidi, tufanye maendeleo zaidi na Tanzania isimame kama nchi inayojitegemea. Sawa ndugu zangu? Huo ndio wito wangu kwenu. La mwisho, tunakwenda mwezi wa 10, na mwezi wa 10 kuna nini? Kuna uchaguzi. Kwenye uchaguzi tunakwenda kufanyaje? Tunatiki kwa Chama cha Mapinduzi, si ndio? Mungu awabariki sana. Mungu awabariki, niwaombe kila laheri, na sasa mniruhusu niendelee na